wokovu wetu umelindwa na yeye. Haleluya. So kwa kujua kwamba kazi ya wokovu inatokana na neema inayopokelewa kwa imani tu, ni muhimu sana nasema kwa kujua kwamba, maana sasa ndio tumejua, yani tuseme sasa ndio tunaijua. Kwa kujua kwamba kazi ya wokovu inatokana na neema, kazi ya wokovu inatokana na neema inayopokelewa kwa imani tu, inayopokelewa kwa imani. Na ni baada kwa tumejua, kwa maneno mengine, baada ya kuwa tumejua kazi ya wokovu inatokana na neema peke yake, ambayo inapokelewa kwa imani. Wokovu ule unapokelewa kwa imani, kwa neema. Kazi ya wokovu inatokana na neema, inatokana na neema kwa imani, inatokana na neema kwa imani. So ni muhimu sana tusianguke katika kosa la kufikiri kwamba wokovu huo ni msaada pekee tunaopata. Na maanisha hivi, anaenda niende pole pole niandike vizuri kwamba ni muhimu sasa, ni muhimu sana yani baada kuwa tukishaelewa kwamba wokovu ni kwa neema kwa njia ya imani, ni muhimu sana tusianguke katika kosa la kufikiri kwamba wokovu huo ni msaada pekee. Wokovu huo ni msaada pekee tunaopata. Wokovu huo ni msaada pekee tunaopata. Tusifikirie kwamba wokovu huo ni msaada pekee tunaopata na kisha kuona ukuaji wa kiroho kama jitihada zetu. Kisha kuona ukuaji wa kiroho kama jitihada zetu sa kuhakikisha tunaishi sawa sawa. Yaani ndio wokovu unatokana na neema kwa njia ya imani. Imesettle. So tusiangukia kwenye kosa la kuona wokovu ndio msaada pekee tulipata kwa Mungu. Sasa ikifika kwa ukuaji, ni kuanza kuweka jitihada za kibinadamu, ni kuanza kujitahidi. Unaelewa? Kumbuka kuna mahali tulisoma sema matendo, wokovu ulikuja na matendo yake. Haleluya. So haufanyi jitihada. Yaani si kwa unajaribu unajaribu kutumia hekima binadamu kuleta mwenendo kupendeza. So tusipaki kuona kwamba ukuaji wa kiroho kama jitihada zetu za kuhakikisha tunaishi sawasawa na watu ama sawasawa. Kwa hiyo ni muhimu kutambua kwamba ukuaji wa kiroho sio jitihada za kuishi sawasawa. Yaani si jitihada, si kujitahidi kuishi sawasawa. Si kujitahidi kuishi sawasawa. Maana ukifikia hapo ni sawa tu na vile ambavyo unatafuta kumpendeza Mungu kwa matendo. Si jitihada. Kwa hiyo ni muhimu kutambua kwamba ukuaji wa kiroho sio jitihada za kuishi sawasawa. Sio jitihada za kuishi sawasawa. Ukuaji wa kiroho sio jitihada za kuishi sawasawa. Wafilipi 2:12. Kwa hiyo ni muhimu kutambua kwamba ukuaji wa kiroho sio jitihada za kuishi sawasawa. Yaani for example, kuna watu wanatafuta kufanya mema ili wapendeze. Sasa sisi hatutafuti hatufanyi jitihada ili tufanye, yani unasema nikifanya hivi ndio napendeza. Najaribu, yani unajaribu kutembea vyema ili acha tusome mstari kwanza. Basi Wafilipi 2:12, basi wapendo wangu, kama vile mlivyotii siku zote, si wakati mimi nilipokuwapo tu, bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwapo, utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. So si swala kwamba unaona Paulo anasema
yeye hayuko, lakini watu wanafanya wajibu wao. So unajua kuna tofauti. Mchungaji yuko ndio mnafanya mema, mnajitahidi kufanya mema aone. Ama nilete mfano huu. Tumesema hivi, wangapi wanatoa 5,000 kwa ajili ya kitu fulani? Sasa wewe unaokopa mchunga? Unanipata? Unainua mkono ili mchungaji asifanye nini? Mchungaji asione kwamba ukuinua mkono. Lakini ungekaa wewe, kama hutaweza ungesema sitafanya nini? So ile hali ya jitihada. Unaona Paulo anasema, basi wapendwa wangu, kama vile mlivyotii siku zote, si wakati mimi nilipokuwapo tu. So inaonyesha Paulo alipokuwepo walitii, walifanya kazi ya huduma. Na vile anasema kwamba bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwapo, kwamba nikikuwapo vile mnavyofanya kazi ya Mungu hamfanyi kwa sababu tu mimi nipo. Sasa zaidi sana, fanyeni zaidi sana nisipokuwepo, nahitaji kuona mkiitimiza. So ndio anasemaje? Hadi tumesoma. Anasema bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwapo, utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuokopa na kutetemeka. Tumesema kutimiza wokovu ni kufanya nini? Kudhihirisha. So hata anasema nisipokuwepo zaidi sana, utimizeni wokovu wenu. So haifai kuwa ni kitu maybe wakati mchungaji anakuwa unafanya kwa jitihada, unajitoa ili umpendeze, lakini wakati hayupo jamaa kalala kweli kweli. So wewe lengo na wewe kufanya ni wakati mchungaji yupo aone, akupe max. Lakini wakati hayupo unasema mimi nitalala darasani. Mimi sitakwenda. Wakati mtu amesikia pastor ameenda nyumbani, sasa hiyo ibada atakuja, na kama atakuja atatoroka matarasa. So yeye anakuanga kwa matarasa kwa sababu kuna vitu anafanya jitihada. So analazimika kuwa kwenye tarasa kwa sababu mchungaji yupo. Wakati mchungaji hayupo, inafaa iwe ni asili yako, iwe ni kitu ambacho ni asili, ni bidii yangu, yani najitoa mwenyewe, ninaona manufaa. Ukuaji wa kiroho unatokana kwa kuwa wewe ni nani na niko na nini katika Kristo. So asili hiyo nahitaji kufanya nini? Kujidhihirisha. Unapata? So jitihada so wokovu si ile hali ya kufanya jitihada kukaa sawa sawa. Unajua kufanya jitihada kukaa sawa sawa, utafanya machoni pa watu unaowajua. Wakati hao watu hawapo, unarudi tu kwa makorokoro yako. Huo si ukuaji. Ukuaji wa kiroho sana hata unafaa uonekane wakati ambapo mchungaji hayupo. Mfano wakati unakumbuka, waje nisema, nilikuwa na kitambo nikipima wokovu na ulevi. So wakati nilikuwa Nairobi, nilijua huku tumeassociate sana na watu ambao wameokoka. So nikasema moyoni, nikienda nyumbani nikakosa kunywa pombe, mimi nimefuka mpaka. Mimi nimeokoka kweli sasa. Na kweli kwa sababu sasa nyumbani hakuna mchungaji, hakuna mtu ananijua. So ile hali ya kujikontrol, hali ya kutaka kutembea sawa sawa hata wakati wanaokujua hawapo, ndio ndio ukuaji. Si tu wakati wengine wapo unatembea ili waona jamaa kwa sawa, lakini hata ambao tukiwa peke yako tuko pamoja. Imeeleweka? Glory to God. Kipime wakati uko peke yako. Wakati watu ambao hawakujui hawapo. Maana mwingine atasema, unajua hii area nikiangalia watu hawanijui, so hapa nesa nikaishi bila nataka. Huo ni ukuaji? Huo si ukuaji. So inamaanisha unatembea nje ya asili yako. Wakati unarudi kwa watu wako ambao wanakujua umeokoka, unaanza kujitahidi, unafanya juhudi kupendeza. Wakati ukiwa nje, wewe si wewe, uaminiki. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. So wokovu ufai tumesema kwamba ukuaji wa kiroho ufai sasa kuwa kama jitihada zetu. Kwa hiyo ni muhimu kutambua kwamba ukuaji wa kiroho sio jitihada za kuishi sawa sawa. Tukasoma hiyo wa Filipi. Alafu pia
Paulo alitoa maagizo pia hapa ya wokovu wetu, kutimiza wokovu wetu. Wa Filipi 2:13. Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yetu. So ni Mungu atendaye kazi ndani yetu, kutaka kwetu na kutenda kwetu kwa kulitimiza kusudi lake jema. Nikijifundisha jana, mwalimu akawa anasema kwamba ukiangalia Genesis chapter 11, wanadamu wanatafuta kujenga hekalu na kuabudu sanamu nje ya mpango wa Mungu. So Mungu kutoka mwanzo ni yeye anayejijengea hekalu lake. So ndio unaona Nuhu anapojenga hekalu anatumia vipimo vya nani? Vipimo alivyopewa na Mungu. So si vipimo vya akili yake. Unapata? Ukiangalia Esau, Kaini ni watu ambao ukiangalia usawa wao walitembea katika uovu. Kwa vitendo vyao vinadhihirisha, maana kulikuwa na uwachi. Nilishangaa sana nikijifunza jana, nikakuta kwamba kutokea kwenye usawa wa Kaini, kutokana kwenye usawa nafikiri wa Kaini, kutokea kwenye usawa wa Kaini ama wa Abeli, wa Kaini ama Esau, kati ya wawili sikumbuki vizuri, lakini kati ya Kaini na kati ya Kaini na nani? Esau. Mmoja nafikiri ni Kaini. Hapo ndio hao ndio watu walianza kutengeneza silaha. Nafikiri ni kutokea kwa usawa wa Kaini. Ni Kaini Hapo ndio walianza kutengeneza silaha. So hizi mashoka, mapanga, mapunduki, walikuwa wanatengeneza vyuma, wanatengeneza vitu vikali. Sasa wakitengeneza, lengo lao hawakuwa wanatengeneza siuwe wanyama. Jamaa walikuwa wanatengeneza kuua watu. Nakumbuka Kaini amemuua nani? Alitumia nini? So maana kwenye kisasi cha Kaini ndio nani anatokea? Nimrod. Nimrod anatokea kwenye kisasi cha Kaini. Na Nimrod ndio mwanzilishi wa falme za dunia. Mataifa kuwa na wafalme juu yao. So nakuta hao ndio waanzilishi wa silaha, na lengo la silaha hizo ilikuwa kwa ajili ya kuwinda wanyama. Silaha hizo zila kali. Hiyo ilikuwa kazi yake ni kuangamiza. Licha kuwa panga na shoka zinatumika kwa kuni, lakini zilikuwa pia zinatumika kuchinja. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yetu. So mwalimu alikuwa anasema kwamba Mungu ndiye anayefanya kazi duniani akitumika ndani yetu. So Mungu anapokuita kwenye shauri lake, anapokuita kwenye kusudi lake, kwenye mpango wake wa dunia yote kuokolewa, manake Mungu anakuita ili muufanye partnership, ili muungane pamoja. Sasa Mungu afanye kazi akiwa ndani yako. Haleluya. So una cooperate, unafanya kazi ya Mungu, Mungu akiwa anafanya kazi wapi? Ndani yako wewe. Haleluya. Glory to God. Ndio sababu unapohubiri injili, si wewe unashawishi watu waokoke. Wewe unahubiri injili na unaeleza injili vile ilivyo, alafu watu wanashawishika. Injili na washawishi watu yenyewe ina nguvu ya kujitetea. Nilisema sijui kwa darasa letu nisema kama injili ni ama nilisema wapi, nilisema kama injili ni kama simba. Jamaa ananguruma bwana, anajitetea mwenyewe kujitafutia mawindo. So wewe eleza injili sawa sawa vizuri. Wacha yenyewe jipikanie. Itatafuta mawindo na kuleta kwenye mpango wa Mungu. Glory to God. So Biblia iko wazi inasema ni Mungu atendaye kazi ndani yetu kutaka kwetu na kutaka kwenu na kutenda kwenu. So kazi yetu ni kuwa na shauku. Kuwa na shauku ya kutumika. Mungu yuko tayari kutenda. Glory to God. Kwa kulitimiza kusudi lake jema. So Mungu anatimizaje kusudi lake? Amejitafutia watu. Ndio sababu Ibrahimu anatolewa kati ya mataifa ili sasa Mungu atumie Ibrahimu kuleta mataifa yote ya dunia pamoja. Glory to God. Wakuje kumwabudu yeye. So msisitizo wake juu ya ukweli kwamba Mungu
msisitizo wake wa Paulo ni juu ya ukweli kwamba ni Mungu anayefanya kazi ndani yetu ili tufanye mapenzi yake na kumpendeza. Msisitizo wake ni juu ya ukweli kwamba ni Mungu anayefanya kazi ndani yetu. Ni Mungu anayefanya kazi ndani yetu ili tufanye mapenzi yake na kumpendeza. So hatuwezi kumpendeza Mungu nje ya yeye mwenyewe. Yeye ndiye anayejua namna anataka apendwe. Akia Joshua alihubiri fundisho kama hilo. Wakorintho wa pili, msisitizo wake ama msisitizo wa Paulo juu ya ukweli kwamba anasema ni Mungu anayefanya nini? Kazi ndani yetu ili tufanye mapenzi yake na kumpendeza. So kama kumpendeza Mungu inamaanisha kwamba huwezi mpendeza Mungu kwa jitihada zako. Maana huwezi, for example, ni kama kusema ni kama kusema ukuaji sasa. Unataka kutoa hela nyingi kanisani ili Mungu afanye nini? Akusitishe. Naona siku hizi bwana mimi ni mtoaji kweli kweli. Nataka Mungu anipanue. Sasa intention yako ndio mbaya. Kutoa ni kuzuri, lakini msukumo wewe kutoa. Unataka usitishiwe. Mungu anafanya biashara ya kusitisha tena. Anataka leo, nataka nimshangaze mchungaji. Nataka tu kujitoa kumpendeza mchungaji. So intention ndio mbaya. Hufai kufanya kujilasimisha, hiyo jitihada zile. Kutafuta kujihesabia ile. Si ukuaji. Mungu anafanya kazi ndani yako. Je, unasikiza sauti ya Mungu? Ni msukumo gani unapata kutoka kwa Bwana? Glory to God. Ni msukumo gani? Unasikia Bwana anasema nini? So Wakorintho wa pili 3:5. Kuna basi kama 3 hapo tumalize. 2 Corinthians chapter 3 verse 5. Si kwamba tuatosha sisi wenyewe kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe, bali utoshelefu wetu watoka wapi? Utoshelefu wetu watoka wapi? Utoshelefu wetu watoka. So kila tunalolifanya nahitaji kufanya kwa msukumo wa nani? Glory to God. Nataka kutoa 10,000. Nini linanisukuma? Ni neno la Bwana. Umejifunza. So makanisa, kuna makanisa yako mengi watu wanatoa hela nyingi. Lakini unajua misukumo ni mbaya. Si kwamba wamefundishwa vizuri ndio wanatoa. Wamefundishwa vibaya licha kwa wanatoa. So ni nini kinasababisha wanatoa zaidi? Wamefundishwa vibaya. So intention yao, msukumo wa kutoa kwao mbele za Mungu ni yule alikuwa tu kwa hekalu akajipika kifua, yule wa sendi moja akakubalika na yule aliyetoa mingi akakataliwa. Glory to God. So msukumo una maana. So si kwamba tuatosha sisi wenyewe kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe, bali utoshelefu wetu watoka kwa Mungu. So hatujitoshelezi bali twatoshelezwa na Mungu. Ezekiel 36:27. Tunasema tukitoshelezi bali utoshelefu wetu twatoshelezwa na Mungu. Alafu tusome Ezekiel 36:27. Nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtasishika hukumu zangu na kusitenda. So kuna thriving, kuna kitu kina thrive kutokea ndani. Kuna misukumo inatokea ndani. Ndio sababu anasema nami nitatia roho yangu ndani yenu. Kwa nini? Na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtasishika hukumu zangu na kusitenda. So kuna mambo ambayo huwa struggle. So muamini hafai kustruggle katika mwenendo. Tuko pamoja? Muamini hafai kustruggle kupendeza. Yaani hufai kujitutumua, hufai kustruggle katika kuenenda kwako. Ni kitu ambacho kinafaa kiwe kinakuja, hatimaye unaendelea kulisikia, hatimaye unaendelea kujifunza neno la Bwana. Ukuaji wako ukianza kutokea, utaona kuna vitu haujilazimishi. Kuna vitu struggle kufanya. Ni vitu vinaanza kukaa sawa sawa mahali pake.
Haleluya. So kwa roho wa Mungu ndani yetu tunaweza kutembea katika sheria zake na mapenzi yake. So ametupea roho tayari. So huyu roho anatupa ushahidi wake. Huyu roho anatuwezesha. Nimesema kwa roho wa Mungu ndani yetu tunaweza kutembea katika sheria zake na mapenzi yake. Tunaweza kutembea katika sheria zake na mapenzi yake. Aha. Sema nina roho, tumeandika. Nimesema kwa roho wa Mungu ndani yetu tunaweza kutembea katika sheria zake na mapenzi bila kufanya nini? Kustruggle, kujitutumua. Hebu nianzie hapa hivi. Kwenye maisha yetu nataka uniambie kitu ama unikuuliza swali. Kwenye maisha yako wewe kuna kuna tabia fulani umeshaikuwa nayo, lakini baada ya kuokoka ulitembea katika hiyo tabia, lakini ghafla ulipoendelea kujifunza kwenye hiyo tabia ilienda uwezi elezea. Yes, hivyo ndio inafanyika. Yaani kwenye kanyamaa kalipotea, ni kama siku kalifani, siku kalienda wapi mpaka unajiulizanga my friend. Kwani kuliendanga aje? Yaani hata mtu akikuuliza hebu nielezee, hii tabia ulikuwa naye kaendaje? Uliacha ajaje? Na wewe siwezi kuelezea namna niliacha. Siwezi. Yaani siwezi eleza, lakini kile najua haipo kabisa. So, namna ambavyo Mungu ametutengeneza ni ili tuenende, ametupa roho wake ili tusije tukastruggle. Hatuna struggle kwa haja hii mpaka una struggle hii. No. Ukianza kujifunza neno la Mungu, kuna tu vitu tunaanza kutondoka kidogo kidogo. Tunatondokanga tu kamoja, kingine. At the end of the day, nakwambia unakuwa mtumishi wa kweli kweli. Unakuwa umenyooka hivi. Maana si unajua tumeona jifunza kanisani kuna maonyo na kemewa kanimeo na katwa pembe, sikimea kidogo zinakatwa, sikimea kidogo, siku nyingine zinakuja sasa na ngolewa zote. Najikuta ulikuwa na pembe au ulikuwa na mkia au Jatolewa. Kwa sababu kanisani kuna wewe. Umesikia mama akisema maonyo. So maonyo unapoyapokea unaendelea kukua. Kidogo najikuta my friend. Ulikuwa na masikio marefu lainishwa imekaa sawa. Ulikuwa macho ndefu zimefika huko zimenyongwa. Yaani umetulishwa kweli kweli. Umepika boli. Tabia zimenyooka. So mtu akija kanisani ambaye hajaamini Injili, akahubiriwa akaamini Injili, usitarajia kwamba anaenda kubadilika at the same time. Ni bidii na kibarua cha kumsaidia huyu jamaa ajifunze kweli kweli. So tunaweza tukaona kwamba mtu yote anayekwepa mafundisho atakuwa. Maana ukuaji si nje ya mafundisho. Ukuaji ni namna unavyojitoa. So nilisema nikianza kwamba ukuaji ni kazi ngumu. Kazi ngumu aje? Maana licha kuwa tumepewa roho, licha kuwa Mungu anatupa msaada, huwezi kuwa ukikaa nyumbani. Watu wa kanisani unalala. Huwezi kuwa. So ni kazi ngumu inatokea wapi? Unajisacrifice, kujitoa, kupeana muda. Yaani wakati mwingine unaanza kufanya study kwa nyumba usingizi na kupika hivi unafanya hivi na amuko unasimama hapo unaenda unaoshaosha kwa macho hivi unajistretch, unakuja hapo umekaa hapo na uti unachukua notes unajifunza usiku. Unapika miayo macho ni red, unasema hapa mpaka nijifunze. Maana nisipoweka bidii hapa sitajifunza. Maana usikielekea kwa kujifunza basi hakuna vile Mungu atafanya vitu automatically ndani yako. Na niliwaambia kama ni automatically my friend tuaje shule leo. Maana hata mimi natamani kuwa kweli kweli. Tunaacha hii shule na tuache kujifunza. Sitakuwa tunakuja hapa kupimana wewe umekuwa kiasi gani. Wewe Mungu niache. Songe mbele. Lakini inapofika swali la kuaje? Ukisikia mwandishi wa Ibrania anasema kwamba mambo ni mengi ambayo tunaweza waelezea, lakini wafifu nyinyi wakusikia. Ukuaji wa kiroho simu. Kuja ibada mapema ibada zote, ukae vipindi zote utoke saa hii. Ni kazi rahisi? Si kazi rahisi. So ukitaka ukue, lazima tu jitabio. Lazima ujitoe. Ili tabia zikatakatwe ndani yako, lazima unajitoa kwenye matarasa. Na hapo ndio ukuaji unatokea.
Sisi mwenyewe utashtukia tu umesimama huku mbele sasa unautumikia Bwana. Taanza kuleta watu kanisani kwa sababu. Lakini ukienda kulala usingizi unasema wewe mfifu wa kusikia, mfifu wa kujifunza, mfifu wa kuchukua notes. Bwana tutapika ngoma hapa kweli. So tukiri kisema nina roho wa Mungu, hivyo naweza kufanya mapenzi yake, kwa sababu anafanya kazi ndani yangu. So ukishatambua kwamba Mungu anafanya kazi, maana hata kujua tu Mungu anafanya kazi ndani yangu umejifunza, si ndio? Sasa utaenda kukaja kwa nyumba useme utakuwa wakati hata ujui Mungu mwenyewe ako wapi. Sasa hata kujua Mungu ako wapi, una nini, unachotaka kufanya nini na nini, unahitaji kuwa kanisani kwenye matarasa. Hata kujua tu mwenyewe roho mwenyewe, kujua tu roho unaye ni unapokaa kwenye matarasa. So ukishajua kwamba roho anafanya kazi ndani yangu, ukajitoa kwenye neno la Bwana, ukasikiliza, ukajifunza, ukuaji unaanza kuonekana ndani yako. Bila kustruggle. Kuna watu uta struggle kuja kuhubiri, uta struggle kuja kuongoza maombi. Utaona ni kitu jepesi tu kumbe. Na kuna watu hapa bado sasa nikimaliza niseme fulani tuombe. Jasho nimeanza kutondoka na kuna baridi sasa hivi. Sasa ndaanzia wapi? Naanza kuasa na kuasua. Tutakuja na wale ambao asisi maji hata wasipoanyumu siandike hiyo ni yetu hiyo. Wale ambao wa grupu langu andikeni kwamba ukuaji wa kiroho ni nini. Tutakuja na hicho. Wakeni wetu hawana shida. Sababu najua yeye wameshapita huko ama watapita huko. So hawana shida. Ukuaji wa kiroho. So Jumapili tutakuwa tunachambua kuona sasa ukuaji wa kiroho ndio nini sasa. Glory to God. Tutakuwa tunaangalia ukuaji wa kiroho ni nini. So tumeona kwamba tumejifunza, tumeona namna tunafaa ukuaji upo. Nafaa tujitoe katika kukua, na maana tuko ndani ya Kristo. Wajibu wetu ni nini? So tutakuwa tunaangalia ukuaji wa kiroho wenyewe sasa ndio nini. Na itatupa changamoto kubwa. Na kila mtu ataomba na kila mtu atajitoa na tutakuwa zaidi ya vile tulivyo. Chukua taka mbili tunaenda kutoka. Zako baya sende soka tekemia reka baya soka ni shisa bala soka hanta ledea leka bala dose kika doni manto kadila kataya seke mekeme lo raki zuzura hanta ledea lebra dose ketala manto robosika baba seke mekeme lebra kosa kaya mamona kata tata sete tete eka dosa baya lo rakina seke brakoto la brazo zina kata kantele de sika braba dai kata le presume pata lete de rosha tamala le rakosta mala lisa no kete kita maratona mala so baba reche bebe ibra kosta kaya na urita tata ele mosa kata maya rakosta ye sembra da sobre ese kesa so shata da mazo radika mazo media mamanza leka baba so tu bakate le radika mazo predela nanti leka zomadia mato baba dila komanda kanta bali ibalisa shaka tale kia kata lo rakina musika makina bakadila hebra mazo radila musika radila ita bakata mazo radika mazo ele hebra mazo eso ele bahanga la baba sobra kama baba shika na kete dile eto baba na bradila maso bradila ke kata reka pradosa bradila embranda donde bradila so bradila moso brakata malunde balazo bradila ko beli mata embradeta mano shike bradika bradila malunde eka baka bradila eka baba so bradila ele mashala tama eka dosa bradika eka baba dosa dila bradila moseke bradika Baba, katika jina la Yesu Kristo, jina lako limehimidiwa katikati yetu.
Ninakushukuru na hata kukuadhimisha Bwana. Asante kwa kazi njema ambayo unafanya katikati yetu Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya neno lako, tunashukuru kwa ajili ya fadhili zako Bwana. Asante Bwana, katikati yetu unatukuzwa na sisi tunachengwa. Katika jina la Yesu Kristo, Baba pokea sifa. Kila mmoja tunaona akikua Bwana. Tunaona kanisa lililojaa utukufu. Tunaona kanisa ambalo Baba kuna shauku, kuna kiu kwa ajili ya kutumika katika jina la Yesu. Tunatambua wajibu wetu, tunatambua kusudi, tunatambua kwa nini tumeitwa, kwa nini tuliokolewa. Bwana, ni asante kwa ajili ya maarifa haya. Asante kwa ajili ya ufahamu huu. Jina lako linazidi kutukuzwa katikati ya maisha yetu Bwana. Baba, ninaomba na kupokea kwamba hili kanisa linalindwa, watoto wako wanalindwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Pokea sifa, maana wewe ni Bwana. Kwa jina la Yesu tumeomba na kupokea. Tuseme amen. Amen. Mungu akubariki sana.